kushika kasi nchini Uganda baada ya uchaguzi wa urais, huku vyombo vya usalama vikikaza kamba ya doria katika jiji la Kampala. Takriban watu 110 wamezuiliwa rumande kwa tuhuma za kuhusika na fujo za baada ya uchaguzi. Hali ya taharuki imetanda jijini Kampala baada ya uchaguzi, huku doria za polisi zikizidi kushika kasi na wakazi kujawa na hofu. Takriban washukiwa 110, wanaume na wanawake wenye umri ya miaka kati ya 18 na 48 walikamatwa kati ya tarehe 15 na 17 Januari katika maeneo tofauti ya Kampala ya kati. Wanadaiwa kutekeleza makosa ambayo ni kinyume na sheria. Aidha, baraza la kidini la madhehebu mbalimbali nchini Uganda limetembelea makazi ya mgombea urais wa chama cha National Unity Platform, Robert Kyagulanyi, baada ya ripoti kuibuka kuwa yuko mafichoni akihofia maisha yake. Wakati wa ziara hiyo, viongozi wa kidini walizungumza na mke wake Barbara Kyagulanyi, ambaye inasemekana kwa sasa yuko chini ya kifungo cha nyumbani, na kueleza kuwa mume wake aliondoka nyumbani tarehe 16 Januari mwaka wa 2026 baada ya maafisa wa usalama kudaiwa kuvamia makazi yao na kuzua hofu kuhusu usalama wake. Wakati huo huo, wasiwasi uliibuka kuhusu hali ya afya ya kiongozi mkongwe wa upinzani Daktari Kizza Besigye, anayezuiliwa katika gereza la Luzira akikabiliwa na mashtaka yanayohusiana na ugaidi. Hata hivyo, idara ya magereza nchini Uganda imekanusha madai hayo, ikisema kuwa Daktari Besigye anapatiwa matibabu stahili na kwamba taratibu zote za kisheria zinafuatwa ipasavyo. Sally Davida, TV 47. Tuangazie